Yes, mambo vipi, ni kukaribishe katika segment ya kimichezo ambapo tunapata nafasi ya kujuzana mawili matatu kuhusiana na habari za kimichezo. Nikombe kama bado hujiunga nasi, kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na zile taarifa muhimu ambazo zimekuwa zikijiri. Yes. Dirisha la usajili, dirisha kubwa limefunguliwa rasmi na tayari clubs mbalimbali zimekuwa zikianza kutoa majina ya wachezaji ambao wamewasajili katika msimu huu wa usajili wa dirisha kubwa. Tuliona upande wa Simba Sports Club, lakini pia tumeona Young Africans wakiwa tayari hadi hivi sasa wamesajili wachezaji watatu, ambapo wengi wakishangazwa na aina ya usajili ambao Young Africans wamekuwa wakiufanya. Na Yanga mpaka hivi sasa wamemtangaza Hussein Mihambo kujiunga na kikosi cha Dar es Salaam Young Africans kwa ajili ya msimu mpya wa 2025-2026 wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League. Lakini vile vile baada ya Hussein Mihambo wamemtangaza pia Juma Abushiri almaarufu kama Chunga Boy, ambaye huyu pia ni ingizo jipya kwa klabu ya soka ya Yanga. Na moja kati ya story ambayo inamhusu Juma Abushiri ama Chunga Boy ni pamoja na story ambayo inasemekana kijana alitakiwa kwenda kucheza soka nje ya nchi, lakini isivyo bahati amechagua Young Africans, ama pengine tuseme kwa bahati amechagua Young Africans, na wengi wakiuliza ni sababu gani imemfanya aweze kuchagua Yanga badala ya kwenda kuchezea nje ya mipaka ya Tanzania. Na ilitajwa pia KRC Genk ndio walikuwa wanakihitaji kumsajili mchezaji huyu mdogo kabisa ambaye amejiunga na Young Africans. Lakini ukiachana na Juma Abushiri pamoja na Hussein Mihambo, Young Africans pia wametangaza usajili wa Abdul Nasri almaarufu kama Gamal, ambaye pia amejiunga na kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans kwa ajili ya msimu wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League 25 26 27, ambapo Young Africans wanatarajia pia kutetea ubingwa wa ligi hiyo, lakini pia wanatarajia kuunda kikosi ambacho kitakwenda kuleta ushindani katika michuano ya kimataifa. Ikumbukwe Young Africans watakuwa ni wawakilishi wa Tanzania katika upande wa ligi za mabingwa barani Afrika, CAF Champions League, ambapo Yanga itakwenda kama bingwa wa ligi kuu msimu wa 25-26. Kwa hiyo usajili ambao unafanyika ni usajili ambao lengo kubwa ni kuweza kuleta ushindani katika michuano hiyo. Sasa wengi wamekuwa wakiuliza ni kwa nini sajili hizi zimekuwa ni kama sajili za kawaida, ili hali Young Africans matarajio yao ni kuweza kutengeneza kikosi ambacho kitakwenda kuleta competition kubwa katika michuano ya kimataifa. Sasa unaambiwa kwamba Young Africans wameweka kama tegesha ambapo kuna wachezaji wakubwa wa kimataifa ambao wanakwenda kutangazwa kujiunga na klabu hiyo, lakini kwa sasa wameamua kuanza na local players pamoja na wale wachezaji ambao pengine hawana majina makubwa kutokana na uzoefu ama vikosi ambavyo wamekuwa wakivitumikia. Lakini baada ya hapo watakuja rasmi sasa kudondosha ile miamba yenyewe kabisa yenye majina ambayo wameisajili, ambao miongoni mwao ni pamoja na mchezaji Gary Mugisha ambaye ametajwa sana, lakini pia wachezaji kama Stefan Aziz Ki ambaye anarejea ndani ya kikosi cha Yanga, pamoja na wachezaji wengine wengi ambao watakuja kutangazwa. So nafikiri ni hayo tu katika upande wa kimichezo. Una maoni gani kuhusiana na sajili hizi ambazo Young Africans tayari wamezitangaza? Tuandike maoni kwenye comment section, lakini usahau subscribe, kulike na kushare.